Madini adimu muhimu kwa teknolojia ya kisiasa na nishati mbadala imekuwa chanzo kikuu cha mgogoro duniani toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hadi Ukraine. Mataifa makubwa kama Marekani, China na Ulaya yanashindana kuyadhibiti, hali inayoongeza mvutano wa kijiografia. DRC ina akiba kubwa ya cobalt na lithium, madini yanayotumika katika utengenezaji wa magari ya umeme, betri na vifaa vya kijeshi. Hata hivyo, rasilimali hizi zimekuwa chanzo cha mgogoro, huku makundi yenye silaha na makampuni ya kimataifa yakinufaika kupitia biashara haramu ya madini. Mataifa ya Magharibi yakitaka kupunguza utegemezi wao kwa China yamewekeza katika uchimbaji wa madini DRC. Licha ya ahadi ya kuhakikisha uchimbaji wa uwajibikaji, ripoti zinaonyesha kuwa kazi za watoto na uharibifu wa mazingira bado ni tatizo kubwa. Mbali na sababu ya kisiasa, vita vya Ukraine vimeongeza umuhimu wa madini adimu yaliyopo nchini humo. Ukraine ina akiba kubwa ya lithium, rasilimali muhimu kwa Ulaya katika mpito wake wa nishati mbadala. Mataifa ya Magharibi yanaiona Ukraine kama mbadala wa China, inayotawala zaidi ya 60% ya usambazaji wa madini haya duniani. Ripoti zinaonyesha kuwa mashirika ya Magharibi yamekuwa yakitafuta udhibiti wa madini haya kwa miaka mingi, hali inayoongeza mvutano wa kiuchumi na kisiasa kati ya Urusi, Ulaya na Marekani. Mvutano wa kimataifa na mustakabali wa madini adimu. Hebu tutizame sasa hapa. China, ikiwa na udhibiti mkubwa wa usafirishaji wa madini adimu, tayari imeanza kuweka vikwazo kwa usafirishaji, hali inayoongeza mvutano wa kiuchumi kati yake na Magharibi. Mataifa ya Magharibi yanakosolewa kwa kupuuza haki za kibinadamu na mazingira, huku yakitafuta madini haya kwa gharama ya mataifa yanayoendelea. Ili kuzuia mgogoro mkubwa wa kimataifa, wataalamu wanahimiza uchimbaji wa haki, ulinzi wa mazingira na uwekezaji katika jamii zinazozalisha rasilimali hizi. Bila uwajibikaji wa kimataifa, vita vya madini adimu vinaweza kusababisha machafuko makubwa zaidi duniani na kuchochea migogoro mipya inayotokana na ushindani wa rasilimali hizi muhimu. Ripoti ya Media Wire Express, Joseph Isangura.